Yohana sura ile ya 14 mstari ule wa 27. Yohana 14:27. Yohana mtakatifu sura ile ya 14 mstari ule wa 27. Neno la Mungu linasema, amani na waachieni. Amani na waachieni, amani yangu nawapa, niwapavyo mimi, sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na uoga. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anasema amani na waachieni, amani yangu nawapa, niwapavyo mimi, sivyo kama ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mwambie ndani yako, amani kwako. Amani kwako. Mwambie nakuletea amani asubuhi ya leo. Nakuletea amani asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sema tena amani. Amani. Sema tena, na iwe amani kwangu. Na iwe amani kwangu. Na iwe amani kwa Tanzania. Na iwe amani kwa Tanzania. Bwana Yesu asifiwe. Kwa asubuhi leo Bwana amenipa neno kuhusiana na amani katika dhoruba. Sema amani katika dhoruba. Amani katika dhoruba. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Yesu Kristo ametuachia amani. Na mojawapo ya vitu ambavyo hudhihirika mahali popote ambapo ufalme wa Mungu unachukua nafasi ni amani. Biblia inasema ufalme wa Mungu upo katika furaha ya Roho Mtakatifu. Upo katika amani na haki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa popote pale ufalme wa Mungu unadhihirika, amani inakuwepo. Na amani ni zao la roho iliyozaliwa mara ya pili. Amani ya Mungu ndani ya mtu, hasa mtu aliyemwamini Yesu Kristo. Kwa sababu haiwezekani mtu kuipokea amani ya kimungu pasipo kuzaliwa mara ya pili. Ndio maana watu walioko ulimwenguni huko hawana amani, kwa sababu roho zao hazijawezeshwa kuweza kupokea amani. Amani pekee tunaipata tunapozaliwa mara ya pili. Na Yesu alituambia, amani yangu ninawapa, amani yangu ninawaachia. Anasema nitoavyo mimi si kama nini ulimwengu utoavyo. Amani hii ambayo tunayo, Bwana Yesu asifiwe, ni zaidi ya amani ya ulimwengu. Unajua amani ya ulimwengu watu wanaiongelea kulingana na mambo yalivyotulia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ukisikia mtu anasema nina amani, maana yake anasema ana fedha mfukoni. Si ndio Kwenye njaa kuna amani. Ukisikia mtu anasema ana amani, maana yake analala usingizi, hajaota ndoto za kutisha. Lakini akianza kuota ndoto za kutisha, ataanza kusema yani sina amani kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukisikia mtu anaongea amani wa duniani, anaongelea mwili wake uko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini Yesu Kristo, asante, Yesu Kristo anaongelea amani. Amani ipitayo namna za ulimwengu. Amani ambayo inazidi mambo ya ulimwengu. Sema ninayo amani ya Mungu ndani yangu. Ninayo amani ya Mungu ndani yangu. Sema tena ninayo amani ya Mungu ndani yangu. Ninayo amani ya Mungu ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sema tena ninayo amani ndani yangu. Ninayo amani ndani yangu. Kwa amani tulionayo au amani tunayoipokea kutoka kwake ni zaidi ya ulimwengu. Ni zaidi ya vitu vya ulimwengu. Ni ule uhakika ambao tunakuwa nao ndani yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Ni ule uhakika ambao unakaa ndani yetu. Biblia inaongelea Roho Mtakatifu kama arabuni ya urithi wetu. Maana yake uhakika wa urithi wetu. Uwepo wa Roho Mtakatifu ndani yetu unatuleta katika kiwango uwanda wa amani ya kimungu ambayo inatutofautisha na namna za ulimwengu, ambayo inatubadilisha mtazamo wetu zaidi ya ulimwengu. Na ndio maana
Mtu wa Mungu anaweza akawa na amani katikati ya dhoruba. Jina la Bwana libarikiwe. Hallelujah. Anaweza kalala usingizi katikati ya moto mkali. Anaweza kalala akatembea juu ya maji. Kwa sababu ya nini? Ya ile namna ambayo iko ndani yake. Mwambie jirani yako, nina namna iko ndani yangu. Nina namna iko ndani yangu. Roho Mtakatifu anafurika mahali hapa. Kata kabaya zikata. Sema tena, nina namna iko ndani yangu. Nina namna iko ndani yangu. Ambayo inazidi mambo ya ulimwengu huu. Mambo ya ulimwengu. Haijalishi nini kinatokea kwangu. Haijalishi nini kinatokea kwangu. Kile kinachoendelea ndani yangu. Kile kinachoendelea ndani yangu. Kinazidi yote. Kinazidi yote. Come on. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hata itokee nini, tunatawala. Hallelujah. Kuna mtu ananisikia vizuri? Hebu jitikise hivi, sema tunatawala. Tunatawala. Hata iweje. Hata iweje. Oh, come on, come on, come on. Yuko hapa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa sema amani yangu nawaachia. Alikuwa anawaimpart kitu. Kwa sababu juu alikuwa anaongelea kuhusu Roho Mtakatifu. Anambia amani yangu ninawaachia. Amani yangu. Yesu alikuwa na amani. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kuna namna alikuwa nayo ndani yake ambayo watu wengine hawakuweza kuelewa. Kuna namna alikuwa anatembea nayo ambayo ulimwengu haukuweza kuelewa. Anawezaje mtu kuwa namna hii? Amani katika dhoruba. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Ndio maana wanafunzi wakashangaa, amelala katika dhoruba, upepo mkali unapuliza, bado amelala. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Yuko na watu wanataka kumuua, wako na hasira. Biblia inasema akapita katikati yao. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Watu wamekasirika, wamekusudia kumuua. Lakini akapitaje katikati yao? Hao hakuogopa nyuso zao, hakuogopa nia zao. Unajua mtu akiwa na nia mbaya na wewe unamuona, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Ukimwangalia tunaona huyu anataka kunifanya jambo. Sasa angalia, sio mmoja, ni umati wa watu umemzingira, wanataka kumuua. Biblia inasema akapita katikati yao. Alipitaje? Nitoavyo mimi si kama vya ulimwengu huu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Una hazina ndani yako, mtu wa Mungu. Haleluya. Usinyong'onyee. Mwambie ndani yako usinyong'onyee. Usinyong'onyee. Mwambie usifadhaike. Usifadhaike. Usiwe mdogo. Usiwe mdogo. Unacho kitu ndani yako. Unacho kitu ndani yako. Kuna wakati wamekuja kumkamata. Walipokuja wakakuta anaongea. Wale waliokuja kumkamata, waliotumwa wakamkamata, walipokuwa wanasikiliza walikuja na hasira. Inawezekana walikuja na ghadhabu, lakini kila wakisikiliza mioyo yao inayeyuka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hasira yao inayeyuka ndani yao. Haleluya. Ndio maana anatuambia wakati wowote ule watakapowakamata na kuwabananisha kwenye kona, watakapowapeleka katika mabaraza, msifikiri fikiri. Mwambie jirani yako usifikiri fikiri. Usifikiri fikiri. Hizo akili zako hazitakusaidia kitu. Hizo akili zako hazitakusaidia kitu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anasema msifikiri fikiri nini mtakachosema. Anasema saa hiyo hiyo, papo hapo, kufumba na kufumbua, utaongea neno ambalo litafunga vinywa vya maadui zako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Utasema neno ambalo hasira yao itayeyuka kwa sababu ya amani iliyo ndani yako. Sema ninayo amani ndani yangu. Ninayo amani ndani yangu. Ipitayo ulimwengu huu. Ipitayo ulimwengu. Sema ninayo amani ndani yangu. Ninayo amani ndani yangu. Izidio hali za ulimwengu huu. Izidio hali za ulimwengu huu. Karamazuta kai. Bwana Yesu asifiwe. Amani hii hutembea katika vitu vitatu. Amen. Amen. Cha kwanza furaha. Hebu sema furaha. Furaha. Unajua amani ya Roho Mtakatifu ndani yako huwa inasababisha pia furaha. Huwa inaambatana na furaha. Hakuna mtu mwenye huzuni akawa na amani. Ushawahi kusikia? Hakuna mtu mwenye masononeko akawa na amani. Hakuna mtu ambaye ana sikitiko akawa na amani.
Kwa amani hudhihirika, mmojawapo ya udhihirisho wa amani ni katika furaha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na hii furaha ni furaha ile isiyoneneka, furaha ile ya Roho Mtakatifu ndani yetu, furaha ambayo Roho Mtakatifu ameiachilia. Hata hapo ulikuwa unaimba kwa furaha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huyu Yesu hujamuona, lakini una ushahidi ndani yako, unayo furaha ndani yako isiyoneneka ambayo haina sababu. Tukufu nayo Mungu wetu. Haleluya. Sema ninayo furaha. Ninayo furaha. Kama unamwambia ndani yako unayo furaha. Unayo furaha. Hebu tabasamu sasa. Hebu tabasamu sasa. Mwambie iruhusu hiyo furaha. Iruhusu hiyo furaha. Usitunyime hiyo furaha. Usitunyime hiyo furaha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Waraka wa kwanza wa Filipi. Wa Filipi sura ile ya wa Filipi ana waraka wa kwanza wala wa pili. Ni wa Filipi sura ile ya 4. Nataka tusome mstari ule wa 5. Tuanze ule wa 4 mpaka ule wa 7. Wa Filipi sura ile ya 4 mstari wa 4 mpaka wa 7. Anasema furahini katika Bwana. Furahini katika Bwana siku zote. Tena nasema furahini. Upole wenu na ujulikane na watu wote. Bwana yu karibu. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu. Na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Haleluya. Kwanza furahi, mwambie jirani yako furahi. Furahi. Hauna hela furahi. Hauna hela furahi. Mambo yamekawia furahi. Mambo yamekawia furahi. Sikitiko litakuletea magonjwa tu, mwambie furahi. Furahi. Mambo haeleweki furahi. Watu wanaona kama na nini sijui hapo. Muangalie usoni mwambie ndugu yangu, hata kama haeleweki, hata kama mchana huo hujui utakula nini, hebu furahi. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Furahi. Anasema furahini katika Bwana. Tena anasema faeje? Furahi. Kwa ni furaha juu ya furaha. Wenye furaha wako hapa kweli? Hata kama kuna rejesho linasumbua, hebu tabasamu, tabasamu. Kuna mtu ana marejesho hapa? Hakuna kitu kinawafanya watu wakaongea wenyewe kama marejesho. Lakini hata hayo fanyeje? Furahi. Haleluya. Anasema furahini katika Bwana. Tena nasema furahini. Wow. Sema niko juu. Niko juu. Sasa huko juu alafu tena unaumia na vitu vya chini? Hapana. Niko juu. Anasema yeye aketie juu ya kiti cha enzi anafanyaje? Anacheka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi kama baba yangu aliye mbinguni nafanyaje? Ninacheka. Sema Bwana amenipa kicheko. Bwana amenipa kicheko. Sema tena Bwana amenipa kicheko. Bwana amenipa kicheko. Amejaza midomo yangu. Amejaza midomo yangu. Furaha. Furaha. Kwa hiyo nitafurahi. Kwa hiyo nitafurahi. Maadamu niko hai. Maadamu niko hai. Nitafurahi. Nitafurahi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa furaha ni ya kwanza. Unahakikisha furaha yako haiondolewi na chochote kile. Amen. Wakati wote hakikisha furaha yako haiondolewi na chochote kile. Kwa sababu viko vitu vingi vinataka kuondoa furaha yako. Na ikiondoka furaha, maana yake amani haipo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Utaanza kuumwa vitu ambavyo hukutakiwa kuumwa. Utaanza ukilala usiku utaanza kuweweseka. Utasema shetani anakutafuta. Sio shetani, ni hali ya roho yako haijakaa vizuri bado. Huwezi ukalala usingizi mzuri afu una amani. Una amani unalala. Lazima utaota unakimbizwa. Lazima utakuwa unadondoka kwenye shimo ambalo halina mwisho. Yaani wewe unadondoka. Una amani. Kwa sababu roho yako imekaa katika namna ambayo haijaeleweka. Bwana Yesu asifiwe. Sema ninayo furaha. Ninayo furaha. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Na mara nyingine kuna kuwaga na mishale ya huzuni. Amen. Ushakuamka asubuhi wakati mwingine huna furaha tu. Haujaamka vibaya, ni mshale umekuja.
Kwa sasa usiukumbatie ule mshale, yani leo nimeamka vibaya msinitanie. Amen. Sitaki maneno ya mtu leo sijaamka vizuri. Hapana. Umepigwa mshale, toa mshale, furahia maisha. Haleluya. Haleluya. Kwa sababu huzuni sio fungu lako. Yes, huzuni sio fungu langu. Amen. Amen. Huzuni sio fungu lako. Wakati naamka roho yangu inasumbuka. Karamasutaka. Namuuliza Roho Mtakatifu, nini kinaendelea? Kuna jambo lolote ambalo liko sawa? Kama kiniambia liko, naanza kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa sababu nafahamu namna za roho. Kwa naomba. Nasema lolote ile ambalo adui umelipanga, nimelibatilisha kuanzia sasa. Katika jina la Yesu Kristo. Ninatamka amani katika kila jambo. Haleluya. Ninatamka yale ninayoyataka. Ninabatilisha yale ambayo Roho wa Mungu ananiambia kama kuna shida. Na hata wakati mwingine ananiambia hamna kitu. Bwana Yesu asifiwe. Nasema kwa jina la Yesu, wewe namna ondoka. Amen. Haleluya. Haleluya. Nasema yaachia moyo wangu. Kwa sababu neno linasema furahini katika Bwana. Tena nasema nini? Furahini. Hujawahi kuwaza siku zote, lakini ghafla wazo limekujia. Hivi kwa nini wewe uko Ifakara? Kwanza kusikia ni sijui Mungu alikusudia nini. Kwa nini Ifakara? Hata marafiki zangu nashindwa kuambia niko Ifakara. Ni mshale huo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unakuja kuiba furaha yako. Na nisikie vizuri. Amen. Sema ninayo furaha. Ninayo furaha. Kwa jambo la kwanza ambalo linapelekea amani ni furaha. Jambo la pili tumelisoma hapo pia. Anasema upole wenu ujulikane na watu wote. Sema upole wangu. Upole wangu. Mimi ni mpole. Mimi ni mpole. Sema tena, jipige kifuani. Sema mimi ni mpole. Mimi ni mpole. Mimi sio mkali. Mimi sio mkali. Mimi ni mpole. Mimi ni mpole. Sema upole wangu. Upole wangu. Ujulikane. Ujulikane na watu wote. Sasa upole unaongelewa hapo ni uwezo wa kujishikilia. Hebu sema uwezo wa kujishikilia. Uwezo wa kujishikilia. Kujimudu kutoka ndani. Kwamba mtu anakuchokoza mpaka inakera. Amen. Lakini hauruhusu kile kichaa ulichosema unacho. Sasa sijui kama bado unacho. Bwana Yesu asifiwe. Anakuchokonoa ni kweli. Kwa amani unamwambia hapana, usiendelee. Au mwambie wewe hunijui. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nitakuonyesha wewe. Sasa mtu wa Mungu, una vitu ambavyo hatuvijui, havijai kuonekana. Kwamba kuna wakati unafungulia. Amen. Haleluya. Kwa ni uwezo wa kujishikilia. Amen. Hata wakakufanyaje hauongei. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anasema maneno yenu yawe yamejaa nini? Munyu. Munyu. Yawe yamejaa neema. Yapate kumfaa mwenye kuhitaji. Mwenye uhitaji ni nani? Ni watu wote. Ndio maana nasema watu wote, kwa sababu tunaishi na watu. Sio kanisani tu. Tunaishi na watu. Huko ndo tuonyesha kwamba tuna uwezo wa kujishikilia. Mama fulani unanitafuta. Hakutafuti. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tuna uwezo wa kujishikilia. Sema ninao uwezo wa kujishikilia. Ninao uwezo wa kujishikilia. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sema ninajimudu. Ninajimudu. Biblia inasema hivi, mtu asiyeitawala nafsi yake ni kama mji usio na boma. Yaani kama uwezo kujishikilia, ni kama hamna ulinzi. Yaani dakika yote. Ushakusikia anasema mtu, muangalie ndugu yako maana yule dakika 2 mbele linaweza likatokea jambo lolote. Usiwe hivyo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Sema tena nina utawala. Nina utawala. Come on, hebu sema. Amen. Sema nina utawala. Nina utawala. Juu ya mwili wangu. Juu ya mwili wangu. Nina utawala. Nina utawala. Juu ya nafsi yangu. Juu ya nafsi yangu. Sema nena, siongozwi na hisia. Siongozwi na hisia. Siongozwi na nia. Siongozwi na nia. Ninaongozwa na Roho wa Mungu. Ninaongozwa na Roho wa Mungu.
Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wamepoteza vitu vingi sana kwa sababu ya kukosa kujishikilia. Na watu wamepoteza kazi. Watu wamepoteza biashara kubwa. Anasema mdomo uliponza kichwa. Bwana Yesu asifiwe. Lilimtoka akajikuta ameongea vitu ambavyo kila mtu akashika, imeisha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni nini? Alikosa upole, uwezo wa kujishikilia. Uwezo wa kujishikilia. Kwa ili uwe na amani, nisikize vizuri. Uwezi ukaona watukana watu alafu ukawa na amani. Hamna. Unanisikia vizuri? Uwezi ukaona sema watu vibaya alafu ukawa na amani. Haiwezekani. Kwa lazima uwe na uwezo wa kujishikilia. Kwa sababu unataka na wewe uishi kwa amani. Unataka amani ya Mungu na wewe uwe kwako. Utajifunza kujishikilia. Hapa nacho mtu ndicho atakachofanya. Atakachofu. Uwezi ukaona umiza wengine alafu ukaona amani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sema nina upole ndani yangu. Sema mimi ni mpole. Kuna watu ndani kuwa mpole ni udhaifu, sio udhaifu. Amen. Biblia inasema Mungu mwenyewe ni mpole. Haleluya. Yesu anasema mjifunze kutoka kwangu. Kwa sababu mimi ni mnyenyekevu na ni mpole. Yesu ni mpole. Amen. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sema na mimi ni mpole. Na mimi ni mpole. Sikurupuki. Sikurupuki. Sema nakataa kukurupuka. Nakataa kukurupuka. Nakataa kuropoka. Nakataa kuropoka. Hivyo vitu viwili. Sema nakataa kukurupuka. Nakataa kukurupuka. Nakataa kuropoka. Nakataa kuropoka. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Hujaulizwa ile umeshajibu. Jamani. Hatuongei kwa sababu tunajua. Unanisikia vizuri? Hatuongei kwa sababu tunafanya. Tunaongea kwa sababu tumetakiwa kuongea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa unajifunza kujishikilia. Unajifunza kushikilia namna zako, kinywa chako, hisia zako, nia yako, unajishikilia. Kwa sababu hapo ndiko amani ipo. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu. Nimwambia la kwanza furaha, la pili upole, la tatu kuto kusumbuka au kuwa na wasiwasi. Sema kuto kusumbuka. Kuto kusumbuka au kuwa na wasiwasi. Au kuwa na wasiwasi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wasiwasi sio akili. Mwambie jirani yako wasiwasi sio akili. Wasiwasi sio akili. Wasiwasi ni roho. Wasiwasi ni roho. Inayoharibu maisha ya watu. Inaharibu maisha ya watu. Amen. Kwa hiyo mtu anaweza kakonda kwa sababu ya wasiwasi. Akapungua kilo kwa sababu ya wasiwasi. Akapata shambulio la moyo kwa sababu wasiwasi huwa inaegemea katika upande wa ubaya tu. Hakuna mtu ana wasiwasi kwamba atapata pesa nyingi sana. Ushakusikia nina wasiwasi nitapata pesa nyingi sana leo. Na mawazo. Hizi hela hizi zitanichosha leo. Yupo huyo mtu? Hakuna. Hiyo neema tushirikishe. Lakini mtu ana wasiwasi atakosa ada ya mtoto wake. Ana wasiwasi hataweza kumaliza masomo yake. Ni ubaya huenda ubaya. Sasa ile kitu huwa inakula. Hakuna mtu aliye na wasiwasi akawa na amani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Atakuwa anasumbuka. Na unajua unaposumbuka namna hii hata roho yako inasumbuka. Nakwambia kwa mfano utaanza hata kuota kile kitu ulicho na wasiwasi nacho kinatokea. Shetani anazidi kukuthibitishia kwamba wewe amekukamata. Kwa wasiwasi sio zao la Mungu. Wasiwasi inakupelekea kwenye hofu.
inaleta uhalisia wa kile unacho kiogopa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwamba kuna kitu halisi, lakini kuna namna wewe unasumbuka. Kwa mfano, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ushawahi kukaa sehemu ambayo haina mwanga vizuri, si ndio? Alafu labda kuna kakivuli fulani au kanguo fulani imekaa sehemu fulani. Kila ukiangalia na yenyewe kama inakuangalia. Alafu akili yako inaanza kutafsiri kile ni kitu cha kutisha kama. Yaani tusipokuwa unaweza ukabebwa na machela. Kwa sababu mwili wako utaanza kuitikia kwa kile unachokiona. Sijui hata kunifanyaje liamba. Huo ni wasiwasi. Na umeona mwili wako wote unabadilika. Unaanza kuona kile kitu kana kwamba ni uhalisia. Moyo unaanza kudunda kwa haraka. Ndivyo ilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hauwezi ukawa na amani ukiwa na wasiwasi. Haiwezekani. Na wakati wowote hicho kitu kinakuja kwako, unakizima katika jina la Yesu Kristo. Sema ninakizima katika jina la Yesu Kristo. Ninakizima katika jina la Yesu. Ninakataa wasiwasi. Ninakataa wasiwasi katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Wewe nikwambie, si umeona hivyo? Nimekwambia mwili wako unabadilika. Ukianza kufikiria kwamba hii kitu sitamaliza, hii biashara tapata hasara, tayari roho yako nayo inaanza kuact kama mwili ulivyokuwa unaact. Vitu vinaanza kubadilika. Nguvu ya Mungu inashindwa kufanya kazi. Nanisikia vizuri? Katika ulimwengu wa roho unakuwa katika nafasi ambayo tayari hata Mungu hawezi kusaidia. Ndio maana na Biblia imejaa neno usiogope. Theolojia inasema neno usiogope limeandikwa mara 366. Maana yake Mungu anakuambia kila siku usifanyeje? Usiogope. Usiogope. Mwambie jirani yako usiogope. Usiwe na wasiwasi. Wasiwasi sio akili. Wasiwasi ni ujinga wa shetani. Amen. Haleluya. Ni ujinga wa shetani. Kwa kadri unavyoendelea, unaona Roho Mungu anatuambia tulitafakari neno lake. Anasema utaitafakari mchana na usiku. Wasiwasi ukishika hata njiani, unaweza ukaona tembea, kile kitu kinakukula kwa ndani. Kinakutafuna, unakitafakari mchana, ukifika usiku unakitafakari, haulali, usingizi ukilala ukishtuka. Hii kodi mwaka huu ataniua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ndio kinachukua nafasi. Na kitu chochote ambacho kinafanya namna hiyo, unajua ni kanuni ya kimungu. Unapolitafakari jambo, unapotembea na jambo, lazima lidhihirike. Anasema ndipo utakapoifanikisha njia yako. Ndipo utakapostawi sana. Anasema hii kitabu cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali uyatafakari maneno yake mchana na nini? Na usiku. Kwa hicho ndicho ambacho Mungu anataka. Utafakari ahadi zake. Ubebe neno lake, litembee ndani yako kila wakati. Haleluya. Ukitembea Mungu ni mwema. Bwana Yesu asifiwe. Ukikaa hivi ahadi zake ni za kweli. Kila wakati liwepo ndani yako. Lakini na shetani anajua kanuni ya kimungu italeta matokeo, iwe kwa ubaya au kwa uzuri. Kwa anakuletea ubaya ukutafune. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unakuta huko katika hiyo hali na baadaye inakuja kutokea. Ayubu anasema lile nililokuwa linanicha, nilokuwa nalihofia, limenipata. Ndio maana hofu, yani hili swala nilikuwa naogopa sana, lazima litokee, na limetokea. Si ulikuwa unalitafakari, lazima litokee. Yani nilikuwa na wasiwasi sana, naona nimekuwa hivyo hivyo. Ni kweli kabisa. Ni kama uliatamia mayai, baada ya siku 21 lazima yatafanya, yatatotolewa. Hakuna kitu cha ajabu.
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wasiwasi ni mshale pia. Adui anakupiga mshale. Ulikuwa na shamba lako linaenda vizuri, ukaona jamani, kila ukiliona unafurahia. Ukaambiwa jirani yako ameibiwa mpunga. Ameibiwa mpunga na watu fulani hivi. Waligusa tu hivi mpunga wote. Kila ukitembea, Mungu wangu yule jirani yule. Mpunga wangu sijui nitafanyaje. Hata ukiomba, hauombi kwa imani. Unuko tu, Mungu tusaidie. Wachawi hawa. Kinachofanya kazi hapo ni wasiwasi. Na ile nguvu ya wasiwasi inaenda kuzaa uhalisia. Haleluya. Sema nakataa wasiwasi katika jina la Yesu. Ninakataa wasiwasi katika jina la Yesu. Sema tena kwa sauti, nakataa wasiwasi. Nakataa wasiwasi katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Unajai kusikia watu walizama katika maji ya magotini na wakafa kabisa. Mimi sijui kuogelea. Mimi sijui kuogelea. Alipotoka kwenye maji akalala. Mimi sijui kuogelea. Akaenda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mwingine aliingia kwenye friji supermarket. Friji za supermarket ni kama chumba. Aliingia humo wakamfungia. Lakini usiku huo ana tabia ya kuzima friji. Kwa friji ilikuwa imezimwa. Lakini toka ingia akawa na hofu, leo na ganda. Nitatoka kama barafu. Maiti yangu itakuwa imeganda kama barafu. Akafa. Asubuhi wanakuja kupima. Wanasema hii baridi sio ya kuua mtu. Kwa sababu friji ilikuwa limezimwa. Nini kimemuua? Wasiwasi. Haleluya. Haleluya. Sema amani ya Kristo. Amani ya Kristo inatawala ndani yangu. Inatawala ndani yangu. Sema tena amani ya Kristo. Amani ya Kristo inatawala ndani yangu. Inatawala. Ninaishi kwa furaha. Ninaishi kwa furaha. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Sema mimi ni mpole. Mimi ni mpole. Nina uwezo wa kuitawala nafsi yangu. Wa kuitawala roho yangu. Na kuitawala roho yangu. Ninaishi bila kusumbuka. Bila wasiwasi. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Unanisikia vizuri mtu wa Mungu? Sasa amani, nguzo za amani. Nikwambie kuhusu nguzo za amani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana ule mstari wa 7 kisha soma hivyo vitu anawaambia amani ya Mungu ipitayo akili zote. Ipitayo akili zote. Itahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Nguzo za amani. Ya kwanza, mkao wa moyo wako. Sema mkao wa moyo wangu. Mkao wa moyo wangu. Sema tena mkao wa moyo wangu. Mkao wa moyo wangu. Okay. Isaya sura ile 26 mstari ule wa 3. Isaya 26 mstari ule wa 3. Anasema hivi. Utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika amani kamilifu, kwa kuwa anakutumaini. Rudia tena. Utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika amani kamilifu, kwa kuwa anakutumaini. Okay. Utamlinda yeye ambaye moyo wake umefanyaje? Umekutegemea katika amani kamilifu. Sema amani kamilifu. Amani kamilifu. Mwambie ndani yako amani kamilifu. Amani kamilifu. Kwa kuwa anafanyaje? Anakutegemea. Moyo wako uko wapi? Muulize jirani yako, moyo wako uko wapi? Amen. Unafanya biashara sawa. Moyo wako umeegemea wapi? Mtaji ulionao? Nguvu ulizonazo? Watu nao wafahamu? Hayo haisemi mimi siwezi nikafeli biashara. Nishaunganika, nina connection.
Amen. Siku hizi watu wanasema nina connection. Najua na watu mbalimbali. Najua wapi nifanye hivi na hivi na hivi. Moyo wako umeegemea hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu upepo ukija kupuliza siku, ukapuliza hivyo vitu, utapata shambulio la moyo. Bwana Yesu asifiwe. Ukaja ukapuliza hao watu, wakamwambia sisi hatutaki kufanya biashara tena na wewe. Taanza kutafuta nani ameiba nyota yangu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini moyo wako umeegemea wapi? Anasema utamlinda yeye ambaye moyo wako umeegemea wapi? Nini hasa chanzo cha moyo wako? Moyo wako umemtegemea nani? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Siku ya dhoruba ndipo utajua ulitegemea nini. Kama ni mwanafunzi anasema yani nimesoma sana, sielewi. Nimekesha. Mtihani kweli nimepata 2. Unajua ni swala la kukesha. Bwana Yesu asifiwe. Moyo wako umeegemea wapi? Anasema utamlinda. Kwa nini utamlinda? Hiyo nitaongelea siku nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Anasema utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika amani kamilifu. Sema Bwana nimekutegemea, niko salama. Oh, sidhani kama watu hapo. Sema tena, Bwana nimekutegemea, niko salama. Katika moto niko salama. Katika dhoruba niko salama. Katika upepo mkali, kwa sababu nimekutegemea, niko salama. Sema tena, niko salama. Katika jina la Yesu Kristo. Nina amani kamilifu. Sema tena, nina amani kamilifu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Mkao wa moyo wako ni muhimu sana. Bwana Yesu alisema hivi katika kitabu cha Yohana sura ya 16 mstari wa 33. Yohana 16:33. Sunteliga bahataka. Yohana 16:33. Anasema hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema hayo nimefanyaje? Nimewaambieni mpate kuwa na nini? Amani. Na sio tu amani popote ulipo. Anasema mpate kuwa na amani ndani yangu. Sema ndani yake. Ndani ya Kristo. Anasema mpate kuwa na amani ndani yangu. Mimi nimeushinda ulimwengu. Sema nina amani ndani ya Kristo. Ninayo amani. Ninalala usingizi. Tena usingizi mzuri. Tena nikilala ninalala vizuri. Nikiamka ninaishi kwa furaha. Haleluya. Anasema ndani yangu, ili mpate kuwa na amani. Nje ya Kristo hakuna amani. Nje ya Yesu Kristo hakuna amani. Hakuna amani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa moyo wako ukae ndani ya Kristo. Moyo wako ukae katika kweli ya Kristo. Ukae katika neno la Kristo. Anasema wana amani nyingi. Waifanyaje? Unasikia? Wana amani nyingi wakina nani? Turudie, wana amani? Tunaendelea kuedit. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amani iko ndani ya Kristo. Amani iko katika kumtegemea yeye. Usitegemee vitu. Usitegemee mali. Usitegemee hata watoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Wala mume wala mke wako. Bwana Yesu asifiwe. Tegemee Bwana. Amen. Kwa sababu vitu vyote vinatoka kwake. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Sema tegemeo langu. Tegemeo langu Ni Yesu. Ni Yesu. Tumaini langu. Tumaini langu ni Yesu. Ni Yesu. Haleluya. Wonderful Jesus. Yesu anakupenda sana. Wawili tu wamepokea. Yesu anakupenda sana. Haleluya. Kwa amani kawa moyo wako. Jambo la pili, ufahamu wa haki. Sema ufahamu wa haki. Wewe nikwambia, unaelewa mtuhumiwa hanaga amani. Mtu aliyoko katika selo hana amani. Isaya 32 mstari wa 17. Isaya 32 mstari ule wa 17. Oh, thank you Jesus. Anasema na kazi ya haki itakuwa amani. Na kazi ya haki itakuwa amani. Na mazao ya haki yatakuwa ni utulivu na matumaini daima. Sema kazi ya haki. Kazi ya haki itakuwa ni amani. Itakuwa amani. Kazi ya haki. Kazi ya haki itakuwa amani. Itakuwa amani. Maana yake amani ni tunda la haki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unapoongelea amani, ni lazima uongelee ufahamu wa haki. Ndio maana Yesu Kristo alituhesabia haki bure. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tumehesabiwa haki katika Kristo Yesu. Tumehesabiwa haki ndani ya Kristo. Kwa hiyo tunayo amani. Sema ninayo amani. Ninayo amani. Kwa sababu nimehesabiwa haki. Kwa sababu nimehesabiwa. Warumi sura ya 5 mstari ule wa kwanza. Warumi sura ya 5 mstari ule wa kwanza. Anasema basi tukiisha kuhesabiwa haki. Basi tukiisha kuhesabiwa haki tokayo katika imani. Na muwe na amani kwa Mungu na kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Anasema tukiisha kuhesabiwa haki ilitokayo katika imani na muwe na amani. Sema niwe na amani. Niwe na amani. Sema na niwe na amani. Niwe na amani. Mojawapo ya vitu ambavyo vinaondoa amani ni kukosa ufahamu wa haki. Amen. Amen. Unajua shetani anaitwa mshitaki wa wateule. Mshitaki wa watu wa Mungu. Kazi yake ni kuwashitaki watu wa Mungu. Kazi yake ni kuwashitaki watu wa Mungu. Na anawashitaki wapi? Ndani yao. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anawashitaki wapi? Ndani yao. Kupitia mawazo yao. Kupitia maisha yao ya kila siku. Na kama huelewi ya kwamba umehesabiwa haki ndani ya Kristo, utaishi chini ya hukumu. Utaishi chini ya hukumu ya dhambi. Lakini sio mpango wa Mungu ya kwamba uhukumiwe na dhambi. In fact, kuna kosa moja watu wanasema Roho Mtakatifu huwa anawahukumu watu kwa habari ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Roho Mtakatifu hahukumu watu kwa habari ya dhambi. In fact, anafanya opposite. Anafanya kinyume. Biblia inasema Roho Mtakatifu hushuhudia pamoja na roho zetu ya kwamba sisi ni wenye dhambi. Ni wana wa Mungu. Roho Mtakatifu anashuhudia pamoja na roho zetu kwamba sisi ni nani? Ni watoto wa Mungu. Naonekana ni pageni hapa. Warumi sura ile ya 8. Mstari ule wa 16. Warumi sura ile ya 8 mstari wa 16. Anasema Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Sema mimi ni mtoto wa Mungu. Sema tena mimi ni mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo aliniokoa na dhambi. Sema Yesu Kristo aliniokoa na dhambi. Yesu Kristo aliniokoa na dhambi. Sema tena mimi ni mwana wa Mungu. Mimi ni mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa shetani huwa anafanya kazi ya kuwashtaki watu wa Mungu. Na ili lengo wasiwe na ufanisi katika mambo ya Mungu.
anashtaki dhamiri zao, anashtaki roho zao. Kiasi kwamba mtu hawezi hata kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Anamwambia Mungu Baba, mimi sistahili, mimi takataka tu, mimi sifai Baba, sifai. Kwa sababu gani? Shetani anamletea mkanda labda wa maisha yake, au makosa yake, au vitu ambavyo hakufanya. Alimwahidi Mungu atamtolea kitu fulani, hakutoa. Shetani anapitia hapo. Si ulisema wewe? Bwana Yesu asifiwe. Kinachotokea ni kwamba huyo mtu, roho Bwana yuko hapa. Roho huyo mtu, thamani yake mbele za Mungu anaona haina maana tena. Bwana Yesu asifiwe. Thamani yake mbele za Mungu anaiweka kulingana na yale aliyofanya. Lakini thamani yetu mbele za Mungu ni damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni yale ambayo aliyafanya Yesu Kristo. Anasema yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi kupitia yeye tupate kuwa nini? Haki ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ni nani atakaye wahukumu watu wa Mungu? Mungu ndiye mwenye kuwahesabia haki. Mwangalie jirani yako. Mwangalie jirani yako. Mwambie usimhukumu mtu. Tena usimhukumu mtu wa Mungu. Mwangalie tena usoni. Kwa sababu hata Mungu mwenye hamhukumu mtu wa Mungu. Mwangalie. Si anasema ni nani atakayewashtaki wateule? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Anasema basi sasa hakuna hukumu ya adhabu kwa walio katika nini? Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa usijitwike mzigo wa mashtaka, hautakuwa na amani. Amen. Hautakuwa na amani na hautokuwa kiroho. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kupitia Yesu Kristo tunao msamaha wa dhambi. Kupitia Yesu Kristo tunao ondoleo la dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ndio maana anasema tukikaribia kiti cha rehema kwa ujasiri, ili tupewe nini? Rehema na neema ya kutufaa wakati wa uhitaji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Na ufahamu wake. Hebu sema na ufahamu wake. Na somo nilifundisha siku nyingi kuhusu ufahamu wake. Kiangalia kwenye mitandao huko utalifahamu. Lisikilize vizuri. Linaingia kwa kina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa shetani ndio anahukumu. In fact sio tu shetani, hata mioyo yetu wakati mwingine inaweza kukuhukumu. Lakini Biblia inasema, anasema ndugu, mioyo yetu ikituhukumu, bado Mungu ni mkuu kuliko mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha waraka wa Yohana, waraka wa kwanza Yohana sura ya 3 tutasoma mstari wa 19 mpaka ule wa 21. Anasema ikiwa mioyo yetu inatuhukumu, kwa maana Mungu ni mkuu kuliko mioyo yetu, naye anajua yote. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa nataka kuwa na amani, lazima uwe na ufahamu wake. Uelewe kile ambacho Yesu amefanya kwa ajili yako. Uelewe kwamba umehesabiwa haki kupitia Yesu Kristo, na ukae uishi pasi na mashitaka ya adui shetani. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu, nakwambia, la kwanza, moyo wako umekaa wapi? La pili, ufahamu haki. La tatu ni kusamehe na kuachilia. Hebu sema kusamehe na kuachilia. Mwangalie jirani yako, mwambie samehe na kuachilia. Ili uwe na amani. Ili uishi maisha ya amani.
Lazima ujifunze kusamehe na kuachilia. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna amani kwa watu walioshikilia vitu. Yaani sikia vizuri. Hakuna amani kwa watu walioshikilia maumivu. Hakuna amani kwa watu walioshikilia vitu ambavyo wanadhani au walifanyiwa. Bwana Yesu asifiwe. Shetani ataendelea kushikilia hapa. Ataendelea kukamatia hapa ili usifurahie wokovu ulionao ndani ya Kristo, kwa sababu tu haujasamehe. Kwa kila wakati watu wanapokosea, Biblia inasema makwazo hayana nini? Hayana budi kuja, yani lazima yatakuja. Kwa kila unapokosea, samehe. Amen. Haleluya. Haleluya. Sema ninasamehe. Ninasamehe. Ninachagua kusamehe. Ninachagua kusamehe. Ninasamehe wote. Ninasamehe wote. Walioniumiza sana. Walioniumiza sana. Wewe kosa lako dogo nimekusamehe tu. Yule siwezi kumsamehe. Anifanyie hiki na hiki na hiki. Samehe watu wote. Hebu sema nisamehe watu wote. Nisamehe watu wote. Hasa wale ambao walikuumiza sana. Hasa wale ambao walikufanyia ubaya sana. Kwa sababu njia ya kupona ni msamaha. Njia ya kukaa sawa ni msamaha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sema ninayo amani ndani ya Kristo. Unayo amani mtu wa Mungu? Kama una amani upunga namna hiyo, asiondoe mtu yote amani kwako. Na vitu vitatu nimekuambia vitakusaidia kulinda amani yako. Mkao wa moyo wako, mtegemee Bwana. Usitegemee kitu chochote. Fahamu wa haki. Na tatu, samehe na kuachilia. Tusimame.